Ifuatayo ni risala ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunakukaribisha katika maadhimisho haya ya kilele cha siku ya wanawake duniani. Pia tunakushukuru kwa ukubali kuja kujumuika nasi katika kuadhimisha siku hii muhimu sana kwetu wananchi wa wilaya ya Ngara, hususani wanawake. Kwa niaba ya wanawake wote wa wilaya ya Ngara, napenda kuchukua nafasi hii kukukaribisha karibu sana pamoja na wageni wote uliofuatana nao wa chama na serikali. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ya wanawake duniani ilianza kutokana na jitihada za wanawake wapatao 15,000 walipoandamana mjini New York, Marekani, wakidai kupunguziwa muda wa kufanya kazi, ujira usioridhisha na haki ya kupiga kura mwaka 1908. Mwaka mmoja baadaye, chama cha kisosialisti cha Marekani kilitangaza siku hiyo ya kuwa ya kitaifa ya wanawake, na wazo la kuwa siku ya kitaifa ilipendekezwa na kuanzishwa na mwanamke Mjerumani aliyejulikana kwa jina la Clara Zetkin mwaka 1910. Katika mkutano wa kitaifa wa wafanyakazi wanawake huko Denmark mwaka 1911, walifanya maandamano ya kupinga mazingira duni ya kazi kama vile ukosefu wa huduma za kijamii na kuwepo kwa vitendo vya unyanyasaji katika ajira, wanawake kulipwa mshahara mdogo kwa kazi sawa na ile ya wanaume. Hivyo uamuzi wa Umoja wa Mataifa wa kuanzisha siku ya wanawake duniani ulitokana na ukweli kwamba masuala ya haki, maendeleo na usawa wa jinsia yalihitaji msukumo maalum na wa kipekee kutoka ndani ya jamii. Ndugu mgeni rasmi, kwa nchi yetu ya Tanzania, maadhimisho ya siku ya wanawake yalianza rasmi mwaka 1997. Kufikia mwaka 2005, serikali ilipitisha maadhimisho haya yafanyike kila mwaka kwa ngazi ya mkoa na yale ya kitaifa yafanyike kila baada ya miaka 5 ili kutoa muda wa utekelezaji wa maazimio na kupitia hatua za mafanikio yaliyofikiwa. Ndugu mgeni rasmi, serikali yetu pendwa hutumia siku hii kutathmini utekelezaji wa sera, program, mikakati na miongozo iliyoandaliwa kwa lengo la kukuza usawa wa kijinsia, uelewa wa jamii kwa juu ya masuala mbalimbali kuhusu wanawake na maendeleo ya kutoa fursa ya kuhamasisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika kujenga uchumi wa taifa nalojitegemea kuelekea uchumi wa kati, hususani katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023 na mikakati wake wa mwaka 2023. Jambo la pili, malengo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 mpaka 2025. Jambo la tatu ni dira ya taifa ya maendeleo ya 2025. Jambo la nne, utekelezaji wa maazimio ya ulingo wa Beijing wa miaka 30. Jambo la tano ni ajenda 2030 ya malengo ya maendeleo endelevu, hususan lengo namba 5 linalohusu uwezeshaji wa wanawake kiuchumi na ajenda ya maendeleo ya bara la Afrika tuitakayo ya 2063. Jambo la 6 ni dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Ndugu mgeni rasmi, katika wilaya yetu ya Ngara, juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo na watu binafsi katika kuleta usawa wa kijinsia zinaendelea kuleta mafanikio chanya kadha wa kadha, ikiwemo namba 1, wanawake kushika na kugombea nyadhifa mbalimbali za uongozi katika ngazi za chini na za juu kitaifa na kimataifa. Mfano, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mawaziri kadhaa wanaoongoza wizara, taasisi na nafasi nyingine za uongozi mbalimbali. Kwa wilaya yetu ya Ngara tunaye makamu mwenyekiti wetu wa halmashauri ambaye ni mfano wa wanawake waliojitokeza kugombea nafasi mbalimbali za kisiasa na kufanya vizuri. Kwa hakika tunajikaziwa wanawake wengi waliopata nafasi ya kulitumikia taifa na kuiongoza jamii, unaridhisha na tunajivunia uongozi wao.
Jambo la pili, wanawake kushiriki katika kufanya maamuzi mbalimbali ya masuala ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni, na hii ni kwa sababu wengi wameshika nafasi za uongozi katika ngazi mbalimbali. Uwezo wa kufanya hili umeanzia katika ngazi ya familia zetu, na watoto wa kike wanazidi kujengewa uwezo. Namba 3, wanawake wameweza kunufaika na mikopo ya mjasiriamali mmoja mmoja inayoratibiwa na serikali kwa kushirikiana na benki ya NMB. Mpaka sasa jumla ya shilingi milioni 29 na laki 5 limetolewa kwa wanawake wajasiriamali 11. Namba 4, wanawake kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi katika kuongeza kipato cha kaya na jamii nzima. Serikali imechangia kwa kiasi kikubwa kuhakikisha makundi ya wanawake wenye sifa na yaliyosajiliwa na nufaika na mikopo isiyokuwa na riba kwa muda wa mwaka mmoja kwa kutumia fedha mapato ya ndani ya halmashauri. Kwa mwaka 2022 na 2023, jumla ya vikundi 14 vya wanawake vilikopesha jumla ya shilingi milioni 234 na laki 1. Mwaka wa fedha uliofuata 2024 na 2025, jumla ya shilingi milioni 180 lilitolewa kwa vikundi 9. Na kwa mwaka huu wa fedha 2025 na 2026, jumla ya shilingi milioni 85 zimetolewa kwa vikundi 17 vya wanawake. Namba 5, marejesho yako vizuri, kwani wanawake walio wengi wana nidhamu ya fedha na wamewekeza katika shughuli za uzalishaji mali kulinganisha na vikundi vingine vya vijana na watu wenye ulemavu. Namba 6, ili kukuza kipato cha mwanawake, serikali kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii imeanzisha majukwaa ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi, ambapo kupitia majukwaa hayo wanawake watakuwa na nafasi na kuweka mipango yao ya shughuli za kiuchumi na kuzisimamia, lakini pia wataweza kupata misaada mbalimbali ili kuhakikisha tija inaongezeka katika shughuli za kiuchumi za wanawake. Namba 7, katika sekta ya elimu, serikali imeendelea kujenga misingi bora kwa watoto wa kike kupitia sera ya elimu yenye malengo ya kurudisha kwenye masomo watoto wa kike waliokatiza masomo kutokana na kupata ujauzito na sababu nyingine mbalimbali. Hii imesaidia kurejesha tumaini kwa watoto wa kike ambapo hapo awali wamekuwa wakipoteza ndoto zao na kushindwa kufikia malengo. Namba 7, wadau mbalimbali yakiwemo mashirika yasiyo kiserikali kama vile Muhola, Kosido, Washenga na wengineo wamekuwa wakitoa misaada ya kisheria kwa jamii, hasa wajane na watoto yatima pale wanapodhulumiwa mali baada ya mzazi mmoja au wazazi wote kufariki. Elimu hii imesaidia watu wengi na kesi imepungua kulinganisha na miaka ya nyuma. Namba 9, kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu isemayo haki kwa wanawake na wasichana, msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira 2050, kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuongeza juhudi katika kuhakikisha haki, usawa na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana ifikapo mwaka 2050. Inalenga kupigania haki za wanawake na wasichana, kuhakikisha wanapata fursa sawa katika maeneo mbalimbali kama elimu, ajira, uongozi na kuwawezesha kiuchumi na kijamii kufikia maendeleo endelevu. Hii ni kutokana na ukweli kwamba maendeleo yanazorota. Bado kuna tamaduni ambazo zinaendelea kushikilia mfumo dume kwa wanawake kutokuwa na usawa na haki, hasa katika maeneo ya umiliki wa rasilimali kama ardhi, kwamba mwanamke ni wa kuolewa hivyo hana makao maalum. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio ambayo yamekwishapatikana, zipo changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikikwamisha kasi ya juhudi zinazofanywa ili kuinua hali ya maisha ya wanawake. Changamoto hizo ni pamoja na namba 1, baadhi ya wanawake kutosikiliza na kufuata ushauri mbalimbali unaotolewa na wataalamu ili kuwasaidia. Mfano, katika usaidizi wa kisheria kuna baadhi ya wakina mama wamekuwa wakilazimisha wapate majibu ya kero zao kulingana na wanavyotaka wao, sio kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, jambo ambalo linawafanya kubaki kuwa walalamikaji tu. Changamoto ya pili, mashauri ya kisheria yanapopelekwa kwenye vyombo vya sheria wakati mwingine huchukua muda mrefu na hivyo kuwakatisha tamaa wanawake. Changamoto ya tatu ni wazazi wa wanafunzi wa kike wanapobebesha mimba kushindwa kutoa ushahidi mahakamani kwa kutaja wanaume waliobebesha mimba baada ya wazazi wa wasichana kupokea rushwa kutoka kwa wanaume na kumkataza binti kutoa ushahidi wa kweli. Changamoto ya 4,
baadhi ya wanawake kushinda kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi hata kama wana sifa na uwezo. Na wakati mwingine uvunjwa moyo na wanawake wenzao kwamba hawataweza. Hii ni kutokana na wanawake kutokuwa na upendo, mshikamano na umoja katika kuungana na kufanya jambo la maendeleo, na hivyo kuwa na idadi ndogo ya wawakilishi wa wanawake kwenye vyombo vya kufanya maamuzi. Changamoto ya mwisho ni idadi ya watoto wa kike wanaomaliza shule katika ngazi ya msingi na sekondari kuwa ndogo ikilinganishwa na waliodahiliwa, jambo linalosababisha idadi ya wanawake wenye elimu ya kutosha kuwa ni ndogo kulinganisha na wanaume. Hii kutokana na wazazi, ndugu na jamaa kutokujua umuhimu wa elimu na kuwashawishi watoto wao wa kike kuacha shule na kuwatafutia kazi za ndani nje ya wilaya kwa ujira mdogo sana usiokidhi mahitaji ya watoto na familia zao. Shukrani. Tunaishukuru serikali kwa kufanya maboresho ya kanuni za mikopo ambazo zimesaidia wanawake na vikundi vingine kuweza kukopa mmoja ndani ya kikundi, lakini pia tunaendelea kuiomba serikali iangalie uwezekano wa kufanya marekebisho zaidi ya kanuni za utoaji na usimamizi wa mikopo itokanayo na mapato ya ndani ya halmashauri ya 10%, yaani kwa maanisha 442, ili kiwekwe kigezo cha kukopesha hata mtu mmoja mmoja, kwani wapo wajasiriamali wengi wenye uwezo wa kukopa na kurejesha mkopo vizuri. Pia tunaendelea kuomba wanawake na wasichana wa wilaya ya Ngara, tunaiomba serikali yetu sikivu na wadau kushiriki katika kuhakikisha kuwa changamoto zinazotukabili na tatuliwa na kuwa hazina kubwa ambayo kwayo tukiwekeza kwao tutaharakisha maendeleo ya taifa na ustawi wa jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, tunamalizia kwa kushukuru na kwa ukubali mwaliko wetu pamoja na kuwa na majukumu mengi. Tunaamini hata ile jukumu lako ambalo umelitendea haki kwa kuja kujumuika nasi. Tunakuombea kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako ya kila siku ya kuhudumia wananchi wa wilaya ya Ngara. Mwenyezi Mungu akubariki sana baba na aendelee kukutunza. Risala hii imeandaliwa na uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ngara na kusema kwenu na Zenobia Levocatus Mkondia, afisa maendeleo kutoka kata ya Mulukulazo. Asante sana.